Non paralismi, rispondono io e mia. Ah, poi il 30% a me sì. Wewe hata kufuta ufutage. Hmm?
Yes, habari za asubuhi na karibu kwenye presentation zetu za Teams za kila Jumamosi, na kama ilivyo kawaida yetu kama Zan Securities, tuna utaratibu wa kufanya vikao vya Teams ambazo tuna lengo la kuelimisha wawekezaji kwenye mambo mbalimbali kuhusiana na soko, either iwe update mbalimbali ambazo zimetokea kwenye soko la mitaji au topics mbalimbali ambazo tunaona kwamba ni muhimu kwa watu kufahamu na kuwa aware of kama wawekezaji katika soko la hisa na soko la mitaji kiujumla. Sasa leo tutakuwa tunaongelea kuhusu swala zima la ukwasi, yani liquidity. Na tumeona tuchague hii topic kwa sababu imekuwa ni jambo ambalo tumekuwa tukiliona mara kwa mara kwa wawekezaji, liko linawasumbua in terms of mtu anaweka order haija fulfilled au kitu kipo waiting to trade, mtu haelewi hizo dynamics zinakuaje, ni muda gani uko sawa kuingia kwenye soko, muda gani ambao uko sawa ku exit na vitu kama hivyo. Leo tutakuwa tunaongelea vitu kama hivyo, lakini pia kama ambavyo the flow ya content yetu siku ya leo, tutakuwa tunaongelea kwanza, tutajua liquidity nini, tukiongelea kuhusu ukwasi wa soko ni kitu gani ambacho tunaangalia, why it matters in terms of kwa nini ni muhimu kuangalia ukwasi, kwa nini ni muhimu kama wawekezaji kujua maana ya ukwasi kwenye soko la hisa, lakini soko la mtaji as well, risks ambazo unaweza ukaingia ambapo usipo fahamu ukwasi, lakini pia namna ya kuidentify vitu kama hivyo. Lakini pia at the end of presentation yetu tutaongelea kiufupi sana kuhusiana na huduma na products ambazo sisi kama Zan Securities, licensed dealing member, mshauri wa wawekezaji, lakini pia fund manager, products na services ambazo tunatoa kama a dealing firm ili kuwezesha wawekezaji kufanya decisions au maamuzi ambayo ni yana faida katika uwekezaji wao. Lakini pia tutakuwa tuna muda wa maswali na majibu mwishoni. Sasa bila kupoteza muda, tungeweza kuanza kufahamu nini maana ya liquidity, ni ukwasi. Hapa tumesema liquidity ni ukwasi kwa Kiingereza. So tukisema liquidity tunamaanisha kwamba it is the ease with which an asset can be bought or sold without causing a large change in price, kwamba urahisi wa asset kuiuza au kuinunua bila kubadilisha bei kwa kiasi kikubwa sana. So tukiwa tunaongelea liquidity, kuna asset ambazo zinakuwa zinauzika haraka na zinanunulika haraka kuliko asset zingine. Ni sawa sana unasema kwamba labda una hisa au labda una property. Obviously kuuza property au kuuza nyumba itakuwa ni ngumu kuliko kuuza kitu ambacho kipo less bulk. Kwa hiyo tukiwa tunaongelea liquidity tunaongelea in that particular sense, kwamba the ease with which unaweza kuconvert kitu ambacho uko nacho kuwa cash au conversion ya cash kwenda kwenye asset. Kwa hiyo ni namna rahisi ya kuelewa ukwasi au ukwasi wa soko. So namna ambavyo liquidity inakuwa nini, tunavyoongelea tunaangalia kama nilivyosema, it is the easiness ya kuconvert an asset kuwa cash. Pale ambapo kama asset iko very liquid, inamaanisha kwamba inaweza ikauzika, inaweza kununulika haraka bila impact kubwa kwenye bei ya hiyo asset. Kwa sasa leo tutakuwa tunaongelea kuhusiana na hayo mambo. Tukaongelea kuhusu liquidity, ni muda gani mzuri wa kuingia kwenye soko in terms of kumatch order, kujua bids na offers zinawezaje zika affect decision yako au zika affect liquidity, mambo kama hayo. Kwa hiyo hapa ni kwenye liquidity, kwenye mambo ya soko ya hisa, hapa tume outline tu sehemu 3 ambazo tutakuwa tunaziangalia sana leo. Kwa hiyo kwa mfano, ukiweka order yako kwenye app ya DSE kiganjani, inachukua muda gani mpaka hiyo order iwe labeled fulfilled? Na tunafahamu kwamba
kwenye soko la hisa sheria au laws za demand and supply zinafanya kazi. Ili uweze kununua hisa lazima kuwa kuna mtu anauza hisa katika hiyo bei, and vice versa is true. Ili uweze kuuza hisa lazima kuwa kuna mtu sokoni ananunua. Kwa hiyo ikiwa fulfilled inamaanisha kwamba hiyo transaction imekuwa matched. Kwa hiyo sasa inachukua muda gani mpaka hiyo order yako iwe full? Ilikuwa nasikika kweli? Hapana, Hapana, ulikuwa usikiki. hatukusikii kabisa. Habari za asubuhi na asante sana Paul kwa a very good introduction of what tutakuwa tunakiangalia leo. Kwa hiyo kama Paul alivyosema, tutakuwa tunaangalia kuhusiana na ukwasi wa hisa ambazo sisi kama wawekezaji tunakuwa tunazinunua. Kwa hiyo Paul ameweza kuelezea vizuri kwamba liquidity inamaanisha nini na unaweza uka-identify hisa ulionunua iko liquid kwa njia zipi. Kwa hiyo mimi nitawapitisha tu kwenye kitu kirahisi ambacho ni why it matters. Kwa hiyo ukiongelea kufanya uwekezaji ni lazima uweze factor moja kubwa ambayo unatakiwa consider kipindi ambacho unataka kuchagua sehemu gani ya kuwekeza. Pia tunashauri mtu kuweza kuangalia how liquid hiyo asset ambayo unataka kuwekeza is. Kwa hiyo the fact kwamba siku ambayo utakuwa unataka kutoa hela yako au kubadilisha ile asset yako back into cash ili uweze kuitumia kwenye shughuli zako za hapa na pale, ni vizuri kuweza kuconsider a certain asset ambayo itakuwa pia ina urahisi huo. Kwa hiyo why this matters is you can enter the market but fail to exit. Kwa hiyo tunaona kuna wawekezaji ambao wanaweza wakafanya maamuzi kununua hisa fulani, lakini baadaye wakashindwa ku exit the market kwa sababu hisa hizo zimekuwa illiquid. Kwa hiyo kumekuwa kuna mifano tofauti ambayo tumeweza kuiona. Kwa mfano kabla hizi trading rules kuweza kubadilishwa kwenye soko, which ni kitu ambacho pia tumekijadili several times, kwamba kubadilishwa pia kwa trading rules kwenye DSC imeweza kusaidia pia market kuwa more liquid. Tunaona kulikuwa kuna counter kama za Vodacom, kama za TBL, kama za TCC ambazo zilikuwa very illiquid, na watu ambao walikuwa wameweza kuingia kwenye huo uwekezaji kwenye those particular shares walikuwa wanashindwa ku exit the market. Kwa hiyo walikuwa stuck na wakabidi wabaki na hizo hisa, lakini baada ya amendment ambazo zilikuwa zimefanyika kwenye trading rules, sasa wameweza ku trade. Sasa muda mwingine unaweza ukafail ku exit the market kwa sababu pia hamna mtu ambaye hivyo anataka kununua hizo hisa, au hamna mtu ambaye anataka kuuza hizo hisa. Kwa hiyo probably unaweza ukawa unataka ku exit lakini hamna counterparty ambayo yuko tayari kununua hizo hisa. Na kama tunavyojua kwamba our stock market works
na demand and supply, kwamba pale ambapo ukiweka oda yako ya kuuza inamaanisha lazima kuwe pia kuna counterparty ambayo iko tayari kuzinunua ili wewe uweze ku exit the market na kumpa hizo rights za ownership ya hiyo asset mwekezaji mwingine. Lakini kingine ni kwamba you can fail to enter the market at a preferred price. Kwa hiyo muda mwingine mtu anaweka oda yake, na of course hichi ni kitu ambacho tunakutana nacho almost kila siku, kwamba mtu anaweka oda yake ya kununua hisa fulani lakini anashindwa kuingia kwenye soko au kununua hizo hisa kwa hiyo bei ambayo ameiweka, kwa sababu ya kunakuwa kuna mismatch ya prices kwenye soko. Kwa hiyo ni vizuri pia kabla haujafanya maamuzi kuweza kuangalia kama kuna offers ambazo zipo ambazo zina correspond na hiyo price ambayo wewe unataka kuiweka kununua. Lakini kingine ni your money becomes frozen instead of working for you. Sasa hisa nyingi ambazo au asset classes nyingi ambazo zinakuwa illiquid most of the time, pia prices zake zinakuwa ziko stagnant. As we all know kwamba movements za price kwenye soko la hisa, of course tunatoa mifano mingi kwenye soko la hisa, lakini this can happen to any other asset class. Unaweza ukawa umenunua bond yako na ukashindwa kuiuza vile vile ikawa illiquid, lakini hapa tutabase more kwenye stocks. Kwa hiyo tunajua kwamba ili prices ziweze kubadilika kwenye stock market kupanda au kushuka, ni lazima forces za demand na supply ziweze kuapply. Kwa hiyo it's just kama kwenye soko lingine lolote, na wakati tunatoa mfano like kama obviously unaweza ukawa unataka kununua kitu fulani, kwa hiyo kukawa hamna supply hicho kitu, inamaanisha price yake zitapanda. Lakini kunaweza kukawa kuna excess supply ya a certain product ambayo inapelekea demand ya hiyo product kushuka. Kwa hiyo na pia prices zake pia kuweza kushuka sokoni. Kwa hiyo movement the price most of the times zinachangiwa sana na demand and supply kwenye soko. That is just one factor among others, kama vile kutoa gawio na vitu vingine kama hivyo, au market news zote kwenye counter husika. Lakini sasa kama hiyo stock ambayo umeinunua iko illiquid, itapelekea price yake pia kuwa stagnant, na kama hiyo price itakuwa iko stagnant, inamaanisha pia wewe utakuwa your money will be frozen kwenye one place na it will not be working for you, au it will not be working to your advantage, which wewe kama mwekezaji obviously that is inakuwa it's not your goal, au sio kitu ambacho unataka kukiattain from your investment. Kwa hiyo that's why kuangalia au kuconsider ukwasi au liquidity kwenye asset ambayo unataka kuwekeza is very very important, na ni kitu ambacho is very crucial mwekezaji akiwa anataka kufanya maamuzi yake. Lakini you might end up exiting at a loss. Sasa obviously ikiwa kama unataka kuuza hisa zako na kukawa hamna mtu ambaye anataka kuzinunua and ukawa uko stuck with them, utakuwa prompted kuweza kupunguza ile bei ambayo unataka kuuza hizo hisa zako. Kwa hiyo let's say umeweka order ya counter fulani labda kwa 1200, lakini hamna mtu ambaye anataka kununua hizo hisa kwa hiyo bei ya 1200. Sasa obviously ukikaa after a long period of time, au kama una uharaka sana wa hiyo hela, itakulazimisha wewe kuanza kupunguza bei ya hiyo hisa, ili mradi uweze exit the market na kupata kiasi chochote ambacho unaweza ukakipata. Of which obviously tunaona pia mfano mzuri kwenye counter kama ya Vodacom, watu ambao walikuwa wameweka orders za offers ambazo zilikuwepo sokoni, investors were prompted kuweza kupunguza zile offer price ili kuweza just could try at least kuweza exit the market kwa kuziuza tu au get rid of hizo hisa. Kwa hiyo hii inaweza ikapelekea wewe kuuza hisa zako kwa bei ambayo iko chini zaidi ya ile bei ambayo ulikuwa umeinunua. Kwa hiyo obviously ukiconvert hayo mauzo yako into cash, utaona kwamba umeweza kuuza kwa hasara, which is why wewe kama mwekezaji ni lazima uweze kuconsider, au hii ni kuweza kuwaonyesha why it is very important kuhakikisha kwamba kampuni ambayo unawekeza inakuwa ina upasi na unakuwa na ile flexibility ya wewe kuweza exit the market muda ambao unataka, na au kuingia kwenye market kwa muda ambao unataka na kwa ile price ambayo umekusudia kununua. So Paul, do you have any addition kwenye upande wa why it matters
au kama una mchango wowote. Yes. Nina kitu hapo cha kuongezea. Mimi naona kwamba katika uwekezaji wako sawa, ni muhimu ndio, sawa, unanunua asset, unawekeza all that, lakini kumbuka at the end of the day kitu kinachokupa wewe usalama ni cash. Kwa maana kwenye uchumi, in economics, kuna huo msemo wanasema cash is king, kwa sababu at the end of the day katika kipindi ambapo nini imetokea dharura au you need nini unahitaji kitu kifanyike kiwa haraka au major emergency imetokea, vitu ambavyo kitu ambacho kinaweza kikakuokoa kirahisi ni cash. Kwa hiyo hata ukiwa unachagua wapi pa kuwekeza, either unawekeza katika soko la hisa, unanunua bond, unanunua labda say ETF, so unanunua hizi collective investment scheme, au hata ukiwa unanunua kiwanja let's say au nyumba, kitu ambacho inabidi ukiwaze cha kwanza kabisa ni liquidity. Je, katika in the event kwamba mimi nitahitaji cash, hii kitu itakuwa rahisi kuuzika? Hii kitu inaweza ikagenerate cash? Kwa mfano kuna presentation tuliongelea a few weeks ago kwenye upande wa real estate investing na versus stock investing in stocks, tuka conclude kwamba uwekezaji mzuri au asset nzuri ya kuwekeza ni ile asset ambayo as long as ndio sawa inakupa ukuaji wa mtaji endelevu, lakini at the same time inaweza ikakupatia income mara kwa mara. Kwenye hisa kuna gawio, lakini hata pia ukiwekeza kwenye properties, at least ile what do you call it, rental income as well. Hiyo pia ni jambo la kufikiria ukiwa unataka kuwekeza. Kwa hiyo kwenye hisa kuna hisa ambazo ziko very liquid na kuna hisa ambazo haziko very liquid. Na kwenye slide inayofuata tumeweka mfano. Hii hapa ni order book kama ambavyo inavyoonekana kwenye online trading platform DC Kiganjani, lakini kwa kutumia website. Hapo utaona order book 3, na hizi hapa ni 3 different liquidity situations. Kwenye upande wa kushoto kabisa tutaona situation ya kwamba hapa kuna watu wengi sana ambao wanauza hisa zao. The lowest price ya mtu ambaye anauza at this particular time anauza kwa 305, anauza let's say hapa ni hisa 46, unaona. Kwa hiyo all of these are sell orders, lakini kwenye upande wa buy hamna mtu yote ambaye ananunua. Kwa hiyo in this particular case utaona kwamba hawa watu wote order zao zitachelewa sana kumatch na watachelewa kupata proceeds zao za kuuza, kwa sababu hamna mtu yoyote kwenye soko ambaye ananunua. Ni sasa huu mfano napenda kuutumia sana kwa sababu ni mfano halisia kabisa kwenye soko la hisa au soko la mitaji kiujumla. Ni sawa sana unaenda sokoni, sawa, ni labda wewe unauza nyanya, unaona, labda unazo nyanya nyingi afu unauza, labda umeanza kuuza labda ise nyanya moja shilingi 500 au shilingi 600, lakini unaona hamna mtu ambaye ananunua katika kipindi, unaona. Kwa hiyo sasa unakuta hauna demand, kwa hiyo utaanza kushusha bei ili hata watu ambao wanapita unawaambia tu bana, mimi hapa nauza nyanya kwa shilingi 100 ngapi hapa, unaona. Kwa hiyo this is the particular situation ambayo inatokea pale ambapo supply ni kubwa but there is no demand, unaona. Kwenye hapa hii order book ya katikati hapa tunaona a normal liquidity situation. Hii hisa is very well liquid. Tunaona kwamba orders zinaingia za kununua na orders zinaingia za kuuza as well. Kuna spread ndogo hapo katikati ambayo inaweza ikafikiwa hata kwa market correction na vitu kama hivyo. Lakini hapa in this particular case mtu akiona hivi, mtu ambaye anauza anaweza akasema basi ngoja ni adjust order
kwa kulingana na watu ambao wananunua katika kipindi na oda yake ikapita kiharaka. Likewise kwa mtu ambaye anauza hisa as well, mtu anaweza kaangalia okay, watu wengi in the most recent trades mtu anauza kwa 1160, ngoja mimi ni adjust niweke katika hii bei ili oda yangu fulfill mapema. Kwa hiyo in this particular case mtu anakuwa na options kwa sababu hisa ambayo ananunua au anauza ina ukwasi mzuri sokoni. Unaona, sasa kwenye huu upande wa kulia kabisa tunaona a different situation. Hapa ni pale ambapo demand ya hii hisa imeshoot up na hamna mtu ambaye anauza. Vitu kama hivi vinatokea sokoni, kwenye soko letu la hisa, especially katika kipindi ambapo labda perception ya soko kwenye hisa fulani imebadilika. Tuliona hii kitu kwenye miezi ya Julai mwishoni mpaka August pale katikati kwenye hisa mbalimbali kama CRDB, NMB na hisa mbalimbali za benki pale ambapo walivyotoa matokeo yao ya robo ya pili. Na matokeo yalivyokuwa mazuri pamoja na the whole wave ya kila mtu kutaka kuwekeza, tukaona kwamba kila mtu ambaye ananunua hisa ananunua, lakini hamna mtu ambaye anauza, kwa sababu watu walionazo wanaona kwamba wanashikilia hot cake. Unaona, ni sawa sawa na wewe hapo labda una kitu cha thamani ambacho labda unajua kabisa okay, hii kitu mimi siwezi nikakiuza sasa hivi, labda nitakiuza baadaye. Unaona, alafu kuna watu wengi ambao wanataka kukinunua, kwa hiyo obviously utakishikilia. This is the same thing that is happening in this counter. Hii counter for context ni TBL. TBL just a few months ago ilikuwa affected na mabadiliko ya trading rules ambayo DSE waliweka. Kwa hiyo nini, bei yake ikaanza kushuka. Ilishuka haraka sana kwa sababu watu wengi walikuwa stuck kwenye ile bei ya 10,400, wanapata gawio lakini hawapati growth. Kwa hiyo watu wengi wakataka kuuza, lakini hamna mtu anataka kununua. Lakini ilivyo hit kwenye floor price yake ambayo watu wengi tulikuwa tunaona kwamba okay, this is the actual valuation ya kampuni, ilivyo somewhere around 7,200, demand ikaanza kushoot up tena, because kama nilivyosema kwenye presentations kadhaa zilizopita, a good company will always remain a good company. TBL is a good company, kwa hiyo people have started believing in it again, kwa hiyo watu wananunua na watu hawauzi. Kwa hiyo in this particular situation sasa, hii inaweza ikakuaffect kiaje. Unataka kuingia kwenye soko, unaingia kwenye soko hapa labda say kwa 7,900, hamna mtu ananunua. Unaona, hapa order yako itaandikwa waiting to trade. Utashawishika kuongeza bei, utanunua kwa 8,000. Labda nini, hamna supply ikatokea, utanunua kwa 8,500. Unaona, sasa by the time inafika 8,500 sasa supply ikatokea, utakuwa umenunua kitu kwa bei ya juu sana, alafu labda katika kipindi labda ndio watu wana take profit ya vitu vyao, alafu bei ikaanza kuporomoka kwa sababu watu wakaanza kuuza. Na hii kitu ilitokea kwenye upande wa hisa ya Mkombozi pale August. Kwa hiyo hizi hapa ni situations ambazo ni muhimu sana wewe kuzi consider kabla ya kuingia sokoni. Na hata sisi kama Zan Securities washauri, tunatoa ushauri kulingana na vitu kama hivi. Tunavyosema bwana, sasa hivi labda hold, usiuze kwanza, au labda subiria kidogo usinunue. Hivi ni vitu ambavyo tuna take into consideration. Au labda unataka kuuza kwa bei fulani, tunakwambia hapana, uza kwa bei hii. Hivi ndio vitu ambavyo tuna take into consideration just for context. Kwa hiyo labda kama Anastasia ana jambo la kuongezea hapo, ili tuweze kuwa na a better understanding. Okay, thank you Paul. I think umeelezea most of the parts perfectly, na I hope wasikilizaji wetu watakuwa at least wamepata something out of this, kwa sababu a lot of queries au a lot of issues ambazo pia tunakuwa tuna face ni kuweza mtu kuweka oda yake na hiyo oda inashindwa kuwa successful. Kwa hiyo tukiangalia kwa mfano kwenye hii order book ya kwanza, hawa ambao wanataka kuuza obviously
wa kuwauzia watalazimisha kupandisha bei ili kuweza kuattract watu ambao wanauza kuweza kuweka order za kuuza ili waweze kupokea hizo hisa. Kwa hiyo it's the same thing ambayo itatokea kwenye hii counter ya kwanza hapa ambayo tumeweka kama mfano, kwamba hawa wanao sell itabidi waendelee kushusha hiyo bei ili iweze kuattract wale ambao wanatakiwa kuja kununua ili waweze kununua. So this can affect you in one way or the other. Lakini kwenye hii counter ya hapa katikati ambayo this is CRDB, tunaona kwamba obviously ukiingia sasa hivi kwenye market ukaweka bei ya 1160 order yako itakuwa very successful. Lakini one just different thing which I wanted to add ni kwamba pia unapokuwa unataka kuuza obviously utaconsider au kipindi ambacho unataka kufanya maamuzi ya kununua hizo hisa ni lazima uweze kuconsider kwamba kipindi ambacho unataka kutoka will you be able to sell, which is what we are saying kwenye the whole part ya liquidity. Kwa hiyo tukitoa mfano wa TBL ambao unaonekana tu hapa kwenye screen is that kwa mfano kama angetokea mtu ambaye anataka kuuza hisa zake let's say hata 10,000, ingekuwa kuna changamoto kidogo kwake kwa yeye kuweza kuexit the market kwa kuuza hizo hisa zake zote 10,000, kwa sababu hata the demand orders ambazo zipo as you can see ni hisa 10, hisa 65. I think the biggest hapa kwenye ambayo inaonekana kwenye screen is 65. Kwa hiyo even wewe kama mtu ambaye unataka sasa kuuza, when you are buying you should also consider okay, when I want to exit the market, is it going to be easy for me to do so? Kwa sababu kunaweza kukawa kunaonekana kuna demand ya watu kununua, lakini inaweza hata isiweze kukata kwenye your needs kama you have a huge quantity ambayo unataka kuiuza. So what will happen obviously ni kwamba order yako itakuwa sokoni for quite some time. Kwamba zinaweza zika clear hizi zote, lakini if kama unataka kuuza hisa let's say 100,000, of course it will take, itakuchukua wewe muda kidogo mpaka kuweza hizo order zote kuwa matched, given kuna demand, lakini demand yenyewe kama unavyoona ni ya shares ambazo ni chache sana sokoni. Kwa hiyo all these things ni vitu ambavyo unatakiwa kuviconsider ukiwa unataka kufanya maamuzi, na tumekuwa kuna watu wengi ambao wanatuuliza if they should enter in certain options, na tunawaambia okay, you should understand the risk ambayo iko, kwa mfano kwenye bei ya hizo hisa kuweza kuporomoka au wewe baadaye kushindwa kufanya maamuzi ya kuexit the market very easily. Kwa hiyo I think that's just something I wanted to add, lakini mnaweza mkawa mnajiuliza labda hizi information zinapatikana wapi. It's very very easy, unaweza ukazipata tu kwenye DSE online trading, ambayo link ni hiyo hapo ambayo tumeweza kuishare kwenye screen yetu, which tukija baadaye kushare this recorded version, mnaweza pia take note ya hiyo link na mnaweza mkaifungua na kuweza kupata hii order book ambayo sisi tulikuwa tunaangalia. So this is accessible to anyone. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kupitia kwenye hiyo website kabla hujafanya maamuzi. Lakini uzuri pia hii order book inapatikana kwenye DSE Hisa Kiganjani. Kwa hiyo itategemea tu wewe unataka kuangalia through the website au unataka kuangalia through DSE Hisa Kiganjani. Kwa hiyo we urge you kuweza kuangalia hii order book kuweza kupata perspective ya soko, na Paul atatuelezea zaidi hapo mbeleni kwenye upande wa outstanding offers, outstanding bids. Kwa hiyo hivi vitu vyote ni vizuri kuweza kuvijua na kuvifahamu ili uweze kufanya maamuzi ambayo yatakuwa yako sahihi. Yes, asante Anastasia. Sasa tunaingia kwenye upande wa namna ya ku-identify kama kujua namna ya kuelewa hizi outstanding bids, outstanding offers, volume, na namna ambavyo inavyokupa picha ya ukwasi wa hisa ambao unataka kununua. Je, hii hisa ninaweza nikanunua nikauza haraka na vitu kama hivyo. Tuliindicate pale mwanzoni kwamba kuna kitu kinaitwa bids na offers. Kusema bids ni order ambazo watu wanaingia kununua, order za kununua. Tukisema offers tunaongelea order za watu kuuza. Na tuliongelea hii kitu kwenye presentations kama 4 kabla, kwenye upande wa ku-identify hata bei inapoelekea.
ni kujua namna ya kuinterpret hizi kitu bids na offers, kwa sababu obviously kama offers zikizidi bids inamaanisha watu wengi wanauza kuliko wanaonunua. Kwa hiyo obviously tunaweza tuka expect kwamba bei yake inaweza ikaanza kushuka katika in the short term, lakini bids zikiwa nyingi kuliko offers inamaanisha watu wengi wananunua, demand ni kubwa kuliko supply. Kwa hiyo obviously in the short term tutaona kwamba labda hiyo hisa inaweza ikapanda bei. Kwa hiyo lakini pia kwenye upande wa liquidity tumechagua hii hisa ya Afriprice kwa sababu hii hapa ni market report ya jana. Hii market report daily market report waga tunaziandaa kama za securities na kuzituma kwenye group zetu za public za WhatsApp, lakini pia kwenye WhatsApp channel. Kwa hiyo ni muhimu pia kuzipitia na kuziangalia ili uweze kufahamu vitu kama hivi, kwa sababu information zingine hata sio ngumu kuzipata. Information zingine zinatokana tu kwa vitu ambavyo tunatumia kila siku ili pia tuweze kuvifahamu. Every report is very important. Kwa hiyo kwa mfano tukiongelea volume, kama nilivyosema, volume ni idadi ya hisa ambazo zimeuzwa na kununuliwa katika hiyo siku. Tukiongelea Afriprice, siku ya jana wamefunga soko, wao ndio walioongoza kwenye upande wa volume. Hapa walikuwa wametrade hisa zaidi ya milioni 3.2, na tukiongelea hapa hisa milioni 3.2 in terms of volume, yeye amechangia over 90% ya the total volume ya siku ya jana, kwa sababu total volume ilikuwa 3.9. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba katika siku ya jana Afriprice was very liquid. Hisa zake zilikuwa zinanunuliwa na kuuzwa mara nyingi sana sokoni. Na tukiangalia kwenye upande hata wa turnover ni thamani ya trade ambazo zilipita katika hiyo siku. Kwa hiyo tunaona kwamba Afriprice imeweza kuchangia katika thamani ya soko by over hapa tukiangalia hata over 55%, kwa sababu daily turnover ya siku ya jana ilikuwa imefika 2.7 billion na Afriprice amechangia 1.2 billion yeye peke yake. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa Afriprice was the most liquid stock kwa siku ya jana. Tukiangalia kwenye upande wa outstanding offers na outstanding bids, inaweza katupa picha kitu gani ambacho kilitokea siku ya jana. Outstanding bids zilikuwa 6,345. These are the number of orders ambazo ziliingia za watu kununua hizi za Afriprice. Outstanding offers, number za order ambazo ziliingia za watu kuuza Afriprice ilikuwa 70,176. Kwa hiyo hapo unaweza ikatupa picha gani kwamba hata hii volume inaweza kuwa ilichangia kwa kiasi kikubwa kutokana na watu ambao walikuwa wanauza Afriprice kwa siku ya jana. Kwa hiyo what can we expect obviously in terms of kwamba kwa sababu offers zimezidi bids na maisha supply imezidi demand. Kwa hiyo we can say kwamba bei yake inaweza ikapungua in the short term, na hiyo ndio kilichotokea. Kufunga siku bei yake ilipungua by 1.19 kufunga kwa bei ya 415. Kwa hiyo hapa tumechagua Afriprice obviously as a sample space, lakini tunaweza tukaona hii kitu kwenye other stocks ambazo waga ziko very very liquid. Kwenye upande wa CRDB hamna siku ambayo imepita in the past year and a half ambapo CRDB haijawa traded. Tunaona volume yake ni 563, offers zilikuwa over 500, upande wa bids imekuwa over 200, na wamechangia zaidi ya milioni 600 kwenye upande wa thamani ya soko. Kwa hiyo hapa inaweza kukupa picha kwamba CRDB is one of the most liquid stocks in the stock exchange. Tunaweza tukaona labda kwenye hisa zingine, kwa mfano labda NMB hapa chini tunaona NMB volume imechangia 87. Hapa ni kwamba the amount of stocks ambazo zimeuzwa siku ya jana ni hisa 87, ambazo outstanding offers zilikuwa 29 na outstanding bids zilikuwa 17.
Kwa hiyo obviously hapo inaweza ikareflect kwamba bei yake ilishuka. Kwa hiyo kama nilivyosema, bei yake ilishuka kufikia 830. Kwa hiyo hivi vitu vidogo vidogo ambavyo tunaweza kuona kwanza sijajua kama hii chart inaonekana vizuri kwa watumiaji wa simu, lakini kwa watumiaji wa kompyuta inaweza kuonekana vizuri. However, hizi videos zinakuwa shared kwenye YouTube, so mtu anaweza aka access vizuri kwa kuangalia. Hata pale ambapo tukichukua hizi documents na tukazipost kwenye WhatsApp group, unaweza ka access hizi charts as well. Lakini hata hii daily report ilitumwa jana, kwa hiyo you can access it as well. Kwa hiyo what does it tell you? You want to, kama tulivyosema, tunashauri unataka mwekezaji anatakiwa kuingia kwenye soko kwa kuchagua hisa ambazo zina ukwasi wa kutosha, kwamba hizi hisa nikinunua order itafulfill mapema. Je, hizi ikifika in the event kwamba nitataka kuuza, je, zitauzika kwa haraka? Kwa hiyo kama nini tushai kuongeleaga, mojawapo ya changamoto za soko la hisa, especially soko la hisa la Dar es Salaam, ni kwamba kuna selective liquidity. Kama tunavyoona kwamba kuna hisa ambazo zina liquidity ya kutosha kwenye upande fulani, na hizi hapa mara nyingi ni hisa za either banking and investment, lakini tunaona kwamba kuna namna fulani ambavyo volume inaanza kudecrease kwenye hisa zingine. Tunaona PAL volume ni ndogo sana, 600. Tunaona Swissport ni 3000. Tunaona ETBL kama ilivyosema, hata quantity ya demand ndogo, kwa hiyo 400. Kwa hiyo kuna a lot of selective liquidity kwenye soko letu. Hisa zinazonunuliwa na kuuzwa ni zile zile, na hisa ambazo hazinunuliwi ni zile zile. Kwa hiyo these are the type of information that you have to keep in mind kabla ya kuwekeza katika soko la hisa au kwenye masoko mengine kwenye upande wa soko la mitaji. Labda kama Anastasia una kitu cha kuongezea hapo. I think Paul umeweza outline vizuri na kuweza kuwapa watu uelewa wa what to be looking at kabla hawajafanya uwekezaji wao, in terms of kuangalia hisa ambazo zitakuwa more liquid, kwa sababu watu wengi obviously wanakuwa wanaingia kwenye soko na kufanya maamuzi bila kuzingatia maamuzi hayo baadaye labda yanaweza yana impact gani wakitaka exit the market. Kwa hiyo obviously we stress a lot kwenye hivi vitu, ili ukiwa unafanya decision kuweza kuwekeza, labda ukiamua tu kuchagua kampuni yoyote ambayo unataka kuwekeza, uweze kujua what risks ambazo zitakuwa associated baada ya hapo. Je, utaweza kuuza hizo hisa kwa urahisi au itabidi usubiri mpaka labda something iweze kubadilika kwenye market, labda hisa hiyo iweze kuperform vizuri zaidi. Kwa hiyo ni vitu vya msingi kabisa. Kwa hiyo kama Paul alivyosema, kipindi ana introduce our topic, tutakuwa tu na just a brief introduction, especially kwa wasikilizaji wetu wapya, because we believe kwamba tunakuwa tuna wasikilizaji wapya almost every other week. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kujua the services that we provide. Kwa hiyo firstly kabisa, sisi we are licensed dealing member of the Dar es Salaam Stock Exchange, meaning sisi ni dealer wa soko la hisa la Dar es Salaam ambaye ana kibali au ameidhinishwa na soko. Kwa hiyo tunaweza tuko hapa kuweza kumsaidia mwekezaji ambaye anataka kuparticipate kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini pia tuko hapa kuweza kumwezesha mwekezaji kuweza kuparticipate kwenye soko la hatifungani. Kwa hiyo ukiachana na sisi kuwa licensed dealing member wa Dar es Salaam Stock Exchange, pia sisi ni CDP wa Bank of Tanzania, yani depository participant wa the Bank of Tanzania. Kwa hiyo kwa kuwa na kibali hicho, tunaweza pia tukamfacilitate mteja ambaye anataka kuwekeza kwenye hatifungani za serikali. Kwa hiyo ita involve wewe tu kuweza kufungua akaunti yako kwenye both. Kama ni hisa, itabidi uwe na akaunti ya hisa. Kama ni hatifungani za serikali, itabidi uwe na account ya BOT ya uwekezaji. Kwa hiyo vitu vyote hivyo unaweza ukavipata kwa kupitia
katika ofisi zetu za Zan Securities. Lakini pia we are an investment advisor, kwa hiyo it goes broader kwamba hata hicho tunachotoa hapa ni of course ni investment advisory pia na elimu ya uwekezaji in general, lakini utakapotupigia simu au utakapo fika ofisini kwetu, we do provide investment advisory kwa wawekezaji ambao either ni wapya au ni wawekezaji ambao tayari wako existing lakini wangependa kurestructure their portfolio, au kuna information kuhusiana na soko ambao wangependa kuipata, au unataka tu an advice ya jinsi gani unaweza ukawekeza kwa capital yako ambayo unayo. Kwa hiyo this can be structured kwa every investment advice is very personal, kwamba ushauri wa uwekezaji ambao tunaweza tukampa Paul obviously ni tofauti na ule ambao utaweza kumpa Anastasia, tukiconsider vitu vingi. Kwa hiyo ukifika ofisini kwetu au pia ukaweza kutupigia simu, we'll be more than happy kuweza kuwapa investment advice ambayo iko backed up na research ambayo tunazifanya kwenye department yetu ya research. Kwa hiyo utapata utapata advice ambayo iko very well grounded na iko very data driven. Lakini kitu kingine ambacho tunakifanya sisi kama Zan Securities, tuna kibali cha kuwa fund manager. Kwa hiyo tuna manage mfuko wa Timiza Fund, ambao mfuko huu ni mfuko wa wekezaji wa pamoja ambao ni fursa kwa wawekezaji wa aina yote, wale wawekezaji wakubwa, wawekezaji wa kati, wawekezaji wadogo. Kwa hiyo entry level ya mfuko wetu wa Timiza ni shilingi 10,000 na of course hamna maximum amount ya uwekezaji. You can invest as much as you want. Kwa hiyo mfuko huu basically upo kuweza kusaidia wawekezaji ambao either watakuwa hawana muda wa kuanza kusort, wanataka kuwekeza kwenye hisa gani, wanataka muda gani waanze kukusanya magawio, muda gani wauze, kwa sababu mfuko wetu uko structured kuweza kuwekeza kwenye hisa, lakini pia kuwekeza kwenye hati fungani za serikali. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye mfuko wa Timiza unapata advantage ya kuweza kuparticipate kwenye soko indirectly through sisi kama your fund manager. Kwa hiyo mfuko wetu the bigger percent according to our policies ni unawekezwa kwenye hati fungani, lakini pia mfuko wetu according to our policies unaruhusu kuwekeza kwenye hisa ambazo obviously they're well performing stocks. Kwa hiyo mfuko huu umekuwa jibu kwa wawekezaji wengi, au umekuwa solution kwa wawekezaji wengi ambao they just want uwekezaji ambao una low risk lakini una return ambazo ziko constant. Na pia kikubwa zaidi mfuko huu uko very liquid. Kwa hiyo since topic yetu leo ni about liquidity, ni vizuri pia kuweza kuwajulisha wawekezaji wetu kwamba wawekezaji ambao pia wanataka kuconsider uwekezaji ambao utakuwa very liquid, it's also good for them kuweza kuexplore their investment option kwenye mfuko wa Timiza. Kwa hiyo mfuko wetu una offer up to 13.5% kwa mwaka, ambayo hii inakuwa offered, ni percentage ambazo zinakuwa zinaongezeka every other day, lakini within 12 months tunakupa appreciation kwenye capital yako ambao umeweka kwa 13.5%. Lakini mfuko wetu uko very liquid, ndani ya siku 3 za kazi ukihitaji kutoa hela yako, kwa hiyo within 3 working days hela yako itakuwa tayari imekuwa credited kwenye your bank account au kwenye namba yako, depending na wewe unataka ulipwe wapi. Kwa hiyo mfuko wetu hauna entry wala exit fee. Kwa hiyo zile charges ambazo ziko associated na uwekezaji mwingine utakuwa umeuepuka kama utakuwa umewekeza kwenye mfuko wetu wa Timiza Fund. Kwa hiyo those are among the services ambazo sisi tunaziprovide. Those among the services ambazo sisi tunaziprovide. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kuweza, kama unataka elimu zaidi kwenye any of these aspects, kwenye hisa, kwenye hati fungani za serikali, hati fungani za makampuni, lakini pia mfuko wa wekezaji wa Timiza. Kwa hiyo Paul, if you have any other addition before we start concluding our presentation for today. Yes, na kitu kingine ambacho labda ni muhimu tungependa kuongezea ni kwamba unaweza ukanunua vipande vya Timiza kupitia
application yetu ambayo ipo both kwenye Google Play Store, lakini pia kwenye App Store kwa wale watumiaji wa iPhone, inaitwa Zan Invest. Na pia Zan Invest ulishaidhinishwa kutumia API ya DSE kiganjani. Kwa hiyo mtu anaweza pia akanunua hisa moja kwa moja kwenda kununua hisa moja kwa moja at the Dar es Salaam Stock Exchange kupitia pia application yetu ya Zan Invest. Na hapa tumeweka a short video showing how this application works. Yes, lakini pia huku mnaangalia how the application works na vitu kama hivyo. Kwa wale ambao wana maswali au kitu ambacho labda wangependa kuuliza, tungependa kuwakaribisha sana. You just raise your hands and we'll attend to you as quickly as possible. Okay. Hello. Halo, hatusikii kitu jamani, au mimi ndio sisikii peke yangu? Karibu Hamisa. Asante. Nadhani nasikika. Halo, mnanisikia? Yes, tunakusikia. Okay, asante Paul pamoja na Anastasia kwa presentation nzuri. Mimi nina swali moja kwenye ile table ambayo Paul alionyesha, ambayo inaonyesha bids, offer pamoja na data nyingine kama volume na turnover. Sasa swali langu ni kwa nini volume, jumla ya volume, kwa nini volume inatofautiana na jumla ya bids na offer? Kwa mfano kwenye hiyo law ya NMB tukiangalia volume ni 87,000 lakini nikijumlisha bids na offer haiji 87,000. Asante. Okay, asante kwa swali. So ukiwa unaongelea hizi ni volume ambazo zimekuwa traded kwa hiyo siku husika. Kwa hiyo kama hiyo mfano ambao Paul ameweza kutoa, inamaanisha kwa hiyo siku ambayo tumepull hizi data ni hisa 3,224,000 za Afriprice ambazo zilikuwa ziko traded. Lakini tukiangalia hizo outstanding bids na outstanding offers ni pale baada ya hizo trade kufanyika, kuna zile offers ambazo zinakuwa they are unmatched na kuna zile bids ambazo
ambazo zinakuwa unmatched. Kwa hiyo outstanding offers ni zile bids ambazo zinakuwa wale ambao walikuwa wanataka kuuza lakini the orders zilikuwa haziko matched until the close ya hiyo business day, lakini zile outstanding bids ni ni wale watu ambao walikuwa wanataka kununua lakini the orders were not successfully successfully matched mpaka soko la hisa lilipofungwa kwa hiyo siku husika. Kwa hiyo volume traded ni hizo hisa ambazo zimekuwa traded kwa hiyo siku husika, lakini outstanding offers ni zile offers ambazo zilikuwa zimebaki zimeshindwa kuuzika, labda kwa difference in prices au kwa difference in prices au kulikuwa hamna counterpart ambaye alikuwa anataka kununua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo I hope that answers your question. Yes, lakini pia kitu cha kuongezea, tukiongelea bids na offers, tunaongelea namba ya orders. Okay, tunaongelea kwamba orders ambazo zimeingia za kuuza. Yaani hata kama mtu ananunua labda let's say hisa 40, lakini hiyo ni order moja. Mtu mwingine labda anauza labda hisa 50, hiyo ni order nyingine. Kwa hiyo hapa tukaangalia bids na offers, tunaangalia namba ya orders, lakini tukienda kwenye volume hapa tunaangalia namba ya hisa. Kwa hiyo sasa obviously unakuta kwamba volume hapo hizi namba zinatofautiana hata ukijaribu kuadd haiwezi zikafikia, kwa sababu hapa tunaongelea namba ya hisa. Hapa kwenye orders unaweza kukuta mtu labda mmoja ameorder labda hisa 10, mwingine hisa 5, hisa 20, hisa ngapi. Kwa hiyo hapa zote hapa zinakuwa kwenye volume, lakini hizi hapa ni number of individual orders either kwenye bids au kwenye offers. Natumaini kwamba hiyo imekuwa very clear. Na yes, ningependa kumkaribisha Ngemera. Ngemera karibu kwa swali, then atafuata only me, then Anthony, alafu tutamaliza nao. Asante sana kwa session nzuri. Kitu ambacho nilikuwa nataka najiuliza kimoja ambacho labda mtusaidie na ambacho sisi tulikuwa tukifuatilia ni hasa kwenye baadhi ya makampuni ambayo ni namna gani unaweza kusema kwamba kuna price change ambayo inaweza katokea, unakuta kwamba demand inakuwa ni kubwa, kwa hiyo unakuta bei inapanda ghafla. Alafu kumbe baadaye inashuka. Na hapa nataka kutoa mifano miwili. Ni Tatepa na MCB. Sasa nitaka kujua nyie kama washauri, mnawashauri vipi wawekezaji katika misingi ambapo there is some hidden stories ambazo baadhi ya wawekezaji inawezekana hawajui. Wale ambao ni experienced investor wanakuwa wanazijua. Anajua Tatepa kwa sababu ina deni 30 billion, MCB labda kwa sababu alikuwa ametangaza right issues lakini baadaye kama imesimamishwa. Sasa ni namna gani mtu ambaye labda ni mgeni anaweza katambua hizo noises katika increase ya prices ambayo sio realistic, ili asije akapoteza hela zake kwa sababu simply amenunua kwa muhimu, kwa anataka kununua kwa muhimu kwa wakati sio hali halisi. Sika nimeeleweka? Yes, umeeleweka. Yes, asante kwa swali. Na mimi nahisi wakati unauliza swali lako kwenye upande wa MCB na Tatepa ni sawa sana kama umejibu pia, kwa sababu kwenye upande wa MCB obviously tuliona demand ni shoot up kwa sababu walifanya right issue, na hiyo right issue obviously ilikuwa ni kwa ajili ya kuongeza liquidity threshold ambayo itawawezesha wao kuweza kuwa certified au kuruhusiwa kutoa magawio as per requirements za BOT. Kwa hiyo obviously katika corporate actions kama hizo either gawio au right issue ndio watu wanaona demand inapanda juu, lakini kwenye upande wa Tatepa ilikuwa ni purely mihemko au just demand ya soko, kwa sababu ni kama nilivyoelezea, mtu mwingine anaingia kwenye soko anaona labda let's say anakuta labda hii safari ambayo anaipendelea imepanda bei sana. Kwa hiyo ni kama nilivyosema, watu wengi kwenye soko la hisa wako very price driven. Mtu
akiona labda hisa hii inauzwa 300 afu hisa hii inauzwa 2000, anasema bora ninunue hii ya 300 kwa sababu nitapata hisa nyingi kwa sababu bei yake ni ndogo. Lakini mtu hajui the actual story behind that company that they are buying. Na ndio maana waga tunasema kwamba ni muhimu sana kupata ushauri ambao ni expert ushauri. Hapa Zan Securities to have an advisory and research desk. Kazi yetu ni kufanya research kwenye soko la hisa every day na kujua the story behind these companies. Why this company is performing well, why this company is performing poorly, namna ambavyo inaweza ikareflect kwenye bei yake, labda moving forward kwenye quarters zinazofuata. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kupata expert advisory kabla ya kufanya decision ya kununua. Kwenye swala zima la Tatepa, labda kwa watu ambao hawafahamu, lakini historia yake inajulikana. It has been operating on losses, haijatengeneza faida karibia mwaka 5 sasa. Equity value yake, tukiongelea equity inaongelea jumuisho la mtaji. Jumuisho la mtaji la kampuni ni negative. Kwa hiyo sasa kama jumuisho la kampuni, mtaji wa kampuni ni negative, inamaanisha kwamba hiyo kampuni necessarily, like in its actual sense haina mtaji. Kwa hiyo ni just forces za demand na supply, ndio maana tukaona bei yake shoot up kwa kiasi kikubwa sana from somewhere around 300 mpaka kufikia 500 last week. Sasa hivi tunaona imefunga at 490. Kwa hiyo these situations ni how wataalamu wanaziita asset bubbles, how asset bubbles are formed, ndio kitu kama hivi. Prices zinakuwa inflated, watu wananunua, ikifika muda wa ku take profit bei zinaanza kuporomoka. Kwa ni vitu kama hivyo. In terms of mtu mwekezaji mpya anajiwaje these stories, kama nilivyosema, ni very important kupata expert advisory kabla haujafanya uamuzi wa kuwekeza. Anastasia, labda kama kuna mtu mwingine ana swali tuendelee. Tunaona Only Me alikuwa mkono wake ulikuwa juu for quite some time. Only Me, karibu. Asante, nashukuru. Asante kwa presentation. Swali langu lilikuwa kwenye hii chati, ingawa kuna mambo yalikuwa yameshazungumzwa, lakini nilikuwa nahitaji ufafanuzi kidogo. Mimi kama mwekezaji mpya tuseme, nataka kufanya maamuzi yangu ya uwekezaji kwa kuzingatia hii chati. Nilikuwa ninafikiria, utanisahisha kama siko correct, kwamba sehemu ya volume inaweza ikawa ni sehemu pia ya kuangalia liquidity, ambayo inaweza kunisaidia mimi kujua kwamba nikiingia ninaweza nikatoka kwa haraka gani. Lakini pia naomba unisaidie kujua kupitia chati hii ninavyoitizama kwa hizi namba, ni wapi ambapo ninashauriwa kuweka pesa zangu kwa sababu ya namba zenyewe zinavyozungumza. Asante. Okay, asante sana kwa swali. Cha kwanza kabisa, as much as ni muhimu kufuatilia hizi daily report ili uweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye soko katika hiyo siku ili pia ufanye uwekezaji, lakini it is not the only place ambayo inakuwezesha kujua wapi pa kuwekeza. Unaona, kufahamu daily report kama nilivyosema, kwa mfano kwenye issue ya Tatepa, mtu ambaye anaangalia daily report tu anaweza kawekeza kwa Tatepa, unaona, afa kaishia kuwa na hisa ambayo baadaye bei yake itaporomoka, hatopata gawio na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo inabidi uconsider kabla ya kuamua kuwekeza katika kampuni fulani. Tushakuongelea hivi, tutaongelea kwa mfano, je, kampuni inatengeneza faida endelevu? Je, kampuni kwenye upande wa expenses au gharama ambazo wanatumia kutengeneza faida, je, hizo gharama zinaongezeka au zinapungua? Je, hiyo kampuni inatoa gawio? Kama kampuni inatoa gawio, inaweza kukupa picha nzuri ya health ya kampuni yake. Sio tu kwa sababu inakufaidisha yeye kwa sababu unapata gawio, lakini inakupa pia picha ya health ya kampuni, kwamba this company inakuwa ina faida nzuri ambayo wanaweza akaitoa kwa ajili ya kutoa gawio kwa wawekezaji. So hii hapo ni just a few highlights kwenye vitu vya kuconsider apart from this chart. Lakini kama ulivyosema, yes, volume ni sehemu muhimu sana ya kuangalia ili uweze kujua liquidity au kwasi wa hisa ambazo unataka kununua. Sasa tukiangalia tu kwenye upande wa volume, kwa upande tu wa volume naweza kukupa picha ya the most traded stocks kwenye soko la hisa.
Unaona, kama nilivyosema kwenye soko letu la hisa kuna kitu kinaitwa selective liquidity, pale ambapo kuna hisa ambazo zinauzwa sana kuliko nyenzake, alafu kuna hisa ambazo hazipati traction kabisa. Unaona, with just a quick eye tunaona kwamba hisa ambazo zinadili kwenye sekta ya banking and investment ndo zinakuwa zina liquidity kubwa. Tunaongelea Afriprice, tunaongelea CRDB, tunaongelea hata hizi hisa za mabenki hizi ndogo ndogo hizi kama DCB, DSE as well. DSE liquidity yake imepungua hapa just this couple of weeks, lakini huwa ni hisa ambayo waga inakuwa ina liquidity ya kutosha. Hata NMB as well na hisa mbalimbali. Hata Vodacom as well tunaona kwamba ukiachana bei yake kushuka hizi miezi kadhaa zilizopita kwa sababu ya mabadiliko ya kanuni za trading, bei activity yake imeanza kuimprove. Kumekuwa kuna buying and selling activity kwenye upande wa Voda this couple of this past month. Kwa hiyo inaweza kukupa picha tu kwamba okay, kwa upande wa liquidity these are the stocks ambazo ninaweza nikaziconsider kuziongeza kwa portfolio yangu. Lakini hiyo ni upande wa liquidity tu, lakini kwenye upande wa performance kama nilivyoelezea, get expert advice, angalia profitability, angalia vitu mbalimbali ambavyo vinaelezewa vipo kwenye kampuni kiundani kabla ya kumake a decision. Yes. Yes, Lily Minja. Yes, I believe that's Minja. Karibu kwa swali. Elia Malugu, karibu kwa swali. Okay. Valence ya Magaji Valence, karibu kwa swali. Nasikika Yes. Yes. Yeah, of course mimi nimekuja late, lakini nina swali langu moja ambalo linanipeleka kwenye kudetermine. Kimsingi mimi nataka kujua, unajua bei ya hisa kupanda na kushuka inakuwa determined na demand and supply. Lakini kwa lugha ya layman kabisa, hiyo demand and supply yani inafanyeje, kwamba soko lilikuwa linahitaji, yani wateja waliobidi ni wengi kuliko wale wanaouza, wale ambao wanatoa offer. Zile calculation zinafanyikaje? Kwa sababu nilikuwa najaribu kuangalia kwenye order book, nikaa nawaza labda wale walio kwa upande wanaouza na upande wanaonunua, kwamba labda wanaouza wameweka bei ya juu, wanaonunua wameweka bei ya chini. Wasipobadilisha wale wanunuzi, kwamba wakamechi ile bei ambayo wauzaji wanauza, maana ile trading haitofanyika. Sasa itakuwaje mpaka bei zianze kumechi kama watu hawata amendi? Kwa hii demand and supply, yani inafanyeje mpaka tunaziona bei zinabadilika, kwamba leo unaiona labda kama ni hisa CRDB imeongezeka kwa 5% au imeshuka kwa 5%. Inachezaje hiyo? Nani anazichezesha hizi bei? Kiachana na kwamba ukizingatia supply and demand, nani ambaye ana regulate mpaka leo anasema leo imepanda kwa 5, leo imeshuka kwa 5? Okay, asante sana kwa swali lako. Kwa hiyo kuna segments tofauti kwenye swali lako. I think to begin with, ambacho kinafanya umesema ni obviously kinachosababisha bei kuweza kubadilika ni demand and supply. Kwa hiyo in simple terms ni kwamba kama kutakuwa, kwa mfano tutatumia tu mifano kabla hatujaendelea kwenye hizo prices zina change vipi au zinaongezeka vipi na kushuka vipi. So just basically
kwenye huu mfano wa kwanza hapa, hamna mtu ambaye anataka kununua this counter. Yani hakuna kwenye buy side, hamna mtu yote ambaye anataka kununua. Lakini kwenye selling side kuna a lot of, yani kuna watu wengi ambao wanataka kuuza ili exit the market kwenye hii counter. So kwa sababu huyu mtu ambaye anataka kuuza anaona hamna mtu ambaye anataka kununua, atalazimika kuweza kushusha hiyo bei ili kuweza ku attract wale watu ambao wanataka watu ambao ili waweze kununua labda kwa bei ambayo iko chini, kwa sababu obviously mtu ambaye anataka kununua kwa bei iliyoko chini, na mtu ambaye anataka kuuza kwa bei iliyoko juu. It's just ni logic tu ya kawaida ambayo ipo sokoni. Kwa hiyo ukiangalia pia na upande huu, hao ambao wanataka kununua itabidi waendelee kupandisha bei ili wamuattract huyu seller aweze sasa na yeye kukubali kuuza hisa zake kwa bei ambayo iko juu. Sasa hizi price zinabadilika vipi? Kuna kitu ambacho kinaitwa tick sizes, kwamba kuna kwenye sheria ambazo zipo kwenye soko, kuna sheria ambazo zimewekwa kuregulate hizi prices zinaweza zikaongezeka kwa series gani. Kwa hiyo kuna kampuni ambazo zinaongezeka kwa 5, kuna nyingine ambazo zinaongezeka kwa 10. Yeah. Kwa hiyo hata ukiwa unaweka order pale kwenye app ina kurestrict wewe, kwa mfano prices ambazo zinaongezeka kwa 5, wewe ukaweka labda 302. Obviously application itakataa hiyo prices, nataka uweke zile prices za 5. Kwa hiyo gradually either kuongezeka au kupanda, utakuwa unafuata ile tick size za 5, na ndo zitakazoenda kupelekea sasa sasa hizo prices kuweza kubadilika kwenye order book. Kwa hiyo ni kwa upande wa namna hizo prices zinavyoweza kupanda. Zinapanda according kwenye hizo tick sizes ambazo according to regulations za kwenye soko, kuna ambazo zinaongezeka kwa 5, kuna ambazo zinaongezeka kwa 10 ukiconsider closing price ya hiyo counter. Sasa tuna kama vipi na hizi new prices, kwamba okay, kwenye market sasa hivi closing price ya soko ya counter hii hapa ni bei hii au bei hii. Sasa kuna calculation ambazo zinafanyika kwenye trade ambazo zitakuwa zimefanyika kwa hiyo siku husika, na according kwenye rules mpya za soko la hisa, it only takes hisa 100 kupita ili kuweza kuinfluence closing price kuweza kubadilika. Kwa hiyo hisa 100 za counter husika zikipita kwa a certain price, watafanya kuna calculation ya weighted average ambayo itafanyika kwamba hisa hizo zimepita kwa ukubwa gani na kwa bei gani, and then watakama up with your closing price. Kwa hiyo bei zinabadilika kwa sababu watu wanakuwa wanapandisha hiyo bei ili tu kuweza kuattract the counterparty either kununua au kuuza. Lakini kwenye kupandisha hizo bei kuna rules ambazo zinamlimit kuweza kupandisha mpaka wapi na kuweza kushusha mpaka wapi, na closing price inakuwa obtained na hiyo calculation sasa ya hiyo weighted average ya hizo shares ambazo zimepita, ambao according to kwenye rules zetu mpya ni hisa 100. So I hope that answers your question. Yes, lakini naweza nikatop up kidogo tujue kama nimeelewa vipi. Kwa hiyo kuna pande mbili, kuna pande ya demand and supply na kuna upande ambayo calculation zinafanyika. Na anaofanya calculation nani? DSE. Yes, calculations zinafanyika DSE. It's an automated system, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo hizo ni calculations sasa kuweza ku come up with the closing price. Hiyo ni calculation ya come up with the closing price. Hizo bei ambazo watu wanaziweka sokoni. Hizo bei ambazo hizi order ambazo unaziona hapa ni mtu personally ameamua kuweka order yake kwa hiyo bei. Of course atafuata sheria ambazo ziko kwenye soko, kwamba hawezi tu kuamka kesho mtu akaweka order ya CRDB kwa 2500. Atafuata zile sheria ambazo zina guide hizo price movement kwenye soko, lakini it's purely just watu wanaamua kuweka hizo order according to wao wenyewe. Okay, if kama tutakuwa tumemaliza kujibu hilo swali vizuri, I think tutakuwa we are done with our presentation for today. Yes, naona muda wetu umetupa mkono kidogo, na inaona kwamba kuna maswali mengine yanaendelea. Ningependa kwamba kama kuna maswali mengine ya ziada, unaweza ukatuma maswali kupitia kwenye WhatsApp group yetu na tutakuattend moja kwa moja kukujibu, lakini pia unaweza ukatutumia message kwenye namba yetu ya WhatsApp
0756111888 kama inavyoonekana kwenye screen, na ukatumia jina lako na swali ulionao, au hata pia request ya wewe kuadiwa kwenye group letu la WhatsApp ili uweze kupata hizi information za daily updates na news mbalimbali ambazo zinatokea sokoni. Lakini hizi kama nilivyosema awali kwamba hizi videos zinakuwa recorded na zinapostiwa kwenye YouTube channel. YouTube channel yetu ina jina Zan Securities, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye other social media pages ambazo tunazo kama Instagram, Twitter pamoja na TikTok as well. Kwa hiyo kwa kusema hayo, ningependa kuwatakia weekend njema na siku njema. Asante sana.